wageni hawa wamekuja, wageni wananunua bidhaa, wageni wamelala kwenye nyumba zetu za wageni, wameingiza kipato. Kwa hiyo kwa ujumla marathon hii imekuwa na manufaa makubwa sana kwa jimbo la Dodoma mjini. Mheshimiwa Chinyere, wewe ndo mbunge wa hapa tulipo ambako mbio mwanzo wa mbio na kilele cha mbio za Bunge Marathon zimefanyika. Ukiwa kama mheshimiwa ambayo marathon hizi zimefanyika kwenye eneo lako la kiutawala, kwanza umeipokeaje? Nimepokea bonanza hili kwa mikono miwili sana, na kwa kweli nikiwa kama mwakilishi wa wakazi wa Dodoma mjini ambapo uwanja huu wa Jamhuri upo, mashindano haya yamekuwa ni chachu ya kutunza miili, hasa sisi wabunge, ukizingatia kwamba muda mwingi sana tunakuwa kwenye viti tumekaa tukijadili hoja mbalimbali na kwa ujumla kufanya kazi ambazo zinahusu zaidi kukaa kuliko kufanya mazoezi. Ni marathon ambayo imefanyika Dodoma na wakazi wa Dodoma wamekuwa wanufaika namba moja wa hii marathon. Wape kwanza neno kabla hata tujaenda mbali, wale haswa waliokosa wafanye nini wakati mwingine? Mimi ndio mara ya kwanza nimekuwa mbunge katika jimbo la Dodoma mjini. Kwa kweli ninawaasa na kuwashauri wale wote ambao hawakushiriki na wanaweza kushiriki, litakapotangazwa wakati wowote waje washiriki, kwa sababu marathon hii kwanza kabisa inajenga afya ya mwili, na kwa kuzingatia kwamba shughuli za binadamu hasa Dodoma mjini ambao ni makao makuu ya nchi ni nyingi, watu wengi hawafanyi mazoezi. Kwa hiyo hii marathon ni azma, na kwa kweli ni jambo jema ambalo linawafanya wakazi wa Dodoma mjini wawe na hamu ya kufanya mazoezi kila siku na hivyo kuweka miili yao katika hali nzuri ya kiafya. Wamekuja wageni wengi ikiwemo kutoka nchi tofauti na Tanzania. Kuna namna ambavyo wakazi wanaweza kuwa wamenufaika kibiashara na wewe kama jimbo kiuchumi? Wamenufaika sana kibiashara, ndugu zangu wa Dodoma mjini. Wewe mwenyewe unaweza kuwa shahidi tu hapa. Mabanda haya yote yamejaa bidhaa. Kwa hiyo wale ambao wameona fursa hii wamekuja, wamefanya biashara. Lakini hata wafanyabiashara wa katikati ya jiji, kata za Majengo, kata ya Uhuru kama hii hapa, kata ya Hazina na kata nyingine jirani wamefaidika sana, kwa sababu wageni hawa wamekuja, wageni wananunua bidhaa, wageni wamelala kwenye nyumba zetu za wageni, wameingiza kipato. Kwa hiyo kwa ujumla marathon hii imekuwa na manufaa makubwa sana kwa jimbo la Dodoma mjini. Uwanja tuliopo ulifungiwa hapo karibuni kwa sababu ya miundombinu kutokuwa sawa, na wewe ni sehemu ambayo ni ya kitega uchumi kwa wananchi wako, lakini inatangaza eneo la jimbo lako. Ukiwa kama mheshimiwa, una kauli gani, lakini pia umewahi kusapoti au unasapoti kiasi gani kuhakikisha michezo inafanyika kwenye eneo lako, especially uwanja wa CCM Jamhuri kuwa katika hali nzuri? Ninayo miezi mitano tu kutoka nimekuwa mbunge. Ninaendelea kulifuatilia swala hili kwa karibu ili kuhakikisha kwamba uwanja huu unaendelea kuwa kimbilio la timu za hapa Dodoma na hata timu jirani kuutumia. Kwa hiyo kama kuna vikwazo vyovyote, na kwa bahati mbaya sijapata taarifa kamili kwa sababu ya vikao vya bunge, lakini kikwazo chochote ambacho kitaukumba uwanja huu tutakiondoa ili uwanja huu ukiwa kama uwanja uliopo katikati ya nchi uweze kutumika kwa michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, lakini pia kwa timu ambazo zinataka kufanya mazoezi waje kufanya mazoezi hapa. Lakini mwisho wa yote ni lazima uwanja huu uwe katika hali nzuri, uweze kuwa na viwango vya kutumika kwa mashindano ya aina mbalimbali ya kitaifa ama ya kitaifa. Kuna uwezekano ambao umeweka mipango yako pengine kuhakikisha aidha vinapatikana viwanja vingine? Kwa mfano eneo la Nara tuliwahi kusikia kuna eneo kubwa sana ambalo liko kwa ajili ya uwanja na unaweza ukajengwa uwanja mzuri pia wa kusapoti uwanja. Je, ni miongoni mwa mipango ambayo unayo kwa sasa karibuni au ya baadaye? Mipango hii imeanza na itaendelea mpaka miaka ya mitano ninayowakilisha jimbo la Dodoma mjini itakapokuisha. Na kwa sasa nikwambie tu kuna uwanja unajengwa
katika kata ya Chamwino. Uwanja huu utakuwa ni uwanja wa kimataifa na utaweza kutumika mwakani katika mashindano ya AFCON kama uwanja wa kufanyia mazoezi. Utakuwa ni uwanja mzuri ambao kwa kweli utakuwa ni moja ya viwanja vizuri katika jiji la Dodoma na hususan jimbo la Dodoma mjini. Tuwazungumzie kwa uchache kidogo waandaaji kwa maana ya Bunge kwa kushirikiana na Silent Ocean. Nataka uwape maua yao hawa Mheshimiwa Spika, lakini na mkurugenzi wa Silent Ocean. Kwa kweli ninawapongeza sana Mheshimiwa Spika wetu wa Bunge la Muungano wa Tanzania pamoja na mkurugenzi na uongozi mzima wa kampuni ya Silent Ocean kwa kuandaa mashindano haya. Ni jambo jema, jambo la kujitoa ambalo wamelifanya hasa Silent Ocean, kwa sababu mashindano haya ama marathon hii ni ya gharama. Unapoona kampuni inajitoa kusimamia na kugharamia mashindano kama hayo, basi ujue kampuni hiyo licha tu ya kwamba inajitangaza kwenye shughuli zake, lakini pia inakuwa ni kampuni ambayo imedhamiria hasa kuisaidia jamii kuwa katika afya njema. Kwa kumalizia tu, vijana watarajie nini kwenye miaka mitano hii ya Mheshimiwa Chinyele? Vijana watarajie mchango mzuri, mchango uliotukuka wa mimi kama Chinyele kuhakikisha kwamba matarajio yao ambayo niliyasema wakati wa kampeni yanafikiwa. Moja matarajio ya vijana ni pamoja na kuangalia namna ya kuwafanya wapate vipato, namna ya kukuza ajira za aina mbalimbali, hasa zile ambazo sio rasmi. Nilishasema katika maeneo mbalimbali kwamba ninaendelea kuongea na ndugu zangu wa TRC, yaani shirika la reli, ili watujengee stesheni ya reli pale Zuzu ili kulipanua jiji. Jiji haliwezi kuendelea kuwepo tu limebanana hapa mjini, lazima tutoke. Jimbo letu la Dodoma mjini kwa maana ya jimbo la Dodoma mjini, lakini pamoja na Mtumba kwa ujumla wake lina kilomita za mraba 2607 ambalo ndio jiji lenye eneo kubwa kabisa katika Tanzania. Kwa hiyo tutatumia fursa hiyo ya ukubwa wa eneo letu, hasa maeneo ya pembezoni, kuhakikisha kwamba tunakuza ajira. Tunaendelea kupambana ndugu zetu wa DUWASA na RUWASA ili watupatie miundombinu ya kutosha ya maji, ili vijana wetu waweze kufanya shughuli za bustani, waweze kulima nyanya, walime vitunguu, walime hoho na walime mboga za aina nyingi, ili kulisha jiji la Dodoma ambalo linazidi kukua siku hadi siku. Hii ni moja mipango ya kuhakikisha vijana wanakuwa na ajira na wanaweza kupata kipato, lakini vile vile mipango mingine mingi ambayo tunaendelea kuifanya ili vijana waifurahie Dodoma yao ambayo inakuja kuwa Dodoma mpya, Dodoma ambayo itawafaidisha wao kiuchumi na hata kijamii. Asante sana.